Mjambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uhinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 27 Julai mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo, tutaletea taarifa kuhusu usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, maendeleo ya kesi na mkabila alikuwa waziri wa sheria Costa Mutamba, pamoja na habari nyingine za kisiasa, kijamii na kibinadamu. Na mimi ni Teleje Longa nini Kivu News Info Bagrasiku, tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tuanze habari za jioni tukiwa pamoja. Hali ya usalama katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini inaelezwa kuendelea kuimarika baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuimarisha ulinzi katika maeneo ya kimkakati na kufanikiwa kuzuia kusonga mbele kwa makundi yenye silaha yaliyokuwa yakitishia usalama wa wakazi wa Fizi Centre pamoja na mji wa Baraka. Taarifa imetolewa na gavana wa muda wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano, ambaye pia amesema kwa kutokana na operesheni zinazoendelea kufanywa na jeshi pamoja na kuongozwa kwa idadi ya wanajeshi katika mstari wa mbele, hali ya usalama imebadilika kwa kiwango kikubwa. Kwa sasa adui amerudishwa nyuma na ameripotiwa kuwa yuko mbali na mji wa Fizi Centre pamoja na Baraka katika eneo linalojulikana kama Point Zero. Kwa mujibu wa mamlaka za mkoa, vikosi vya FARDC vilifanya tathmini ya hali ya usalama na kuamua kuongeza nguvu katika maeneo nyeti yalikuwa kihofiwa kushambuliwa. Hata imechangia kupunguza kasi ya maadui na kuwazuia kusonga mbele kuelekea maeneo yenye wakazi wengi. Kwa siku za hivi karibuni, wananchi wa Fizi na Baraka walikuwa kikumbwa na hofu ya kukumbwa kutokana na taarifa za mapigano yalikuwa kisogea karibu na baadhi ya vijiji vinavyozunguka wilaya hiyo. Baadhi ya familia zilianza kuhofia kuhama makazi yao, huko shughuli za kiuchumi na kijamii zikiathirika kutokana na hali ya sintofahamu iliyokuwepo. Hata hivyo, gavana wa muda amesema kuwa kwa sasa kuna tishio la moja kwa moja dhidi ya mji hayo miwili. Ameeleza kuwa vikosi vya FARDC vinaendelea kushikilia maeneo muhimu ya kiusalama na vinafanya doria za mara kwa mara ili kuhakikisha hakuna kundi la waasi linaloweza kupenya na kuhatarisha maisha ya raia. Operesheni za kijeshi bado zinaendelea kuelekea eneo la Point Zero ambalo daiwa kuwa makundi ya waasi bado yanaonekana kuwepo. Lengo la operesheni hiyo ni kuzuia maadui kupanga upya mashambulizi na kuhakikisha usalama unarejea kikamilifu katika maeneo yote ya wilaya ya Fizi. Mamlaka za mkoa zimehimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu na kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu, wakifuata maelekezo yanayotolewa na vyombo vya ulinzi na usalama. Wananchi pia wametakiwa kutoa taarifa kwa wakati kuhusu mtu yeyote au shughuli yote yenye kutiliwa shaka ili kusaidia juhudi za kulinda usalama wa eneo hilo. Vile vile serikali imeonya dhidi ya kusambazwa kwa taarifa za uongo au uvumi kupitia mitandao ya kijamii, ikisema kuwa taarifa zisizothibitishwa zinaweza kuzua taruki na kuvuruga utulivu uliopo. Badala yake, wananchi wametakiwa kutegemea taarifa rasmi zinazotolewa na mamlaka husika. Kwa wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuimarika kwa hali ya ulinzi katika Fizi na Baraka ni hatua muhimu kwa kurejesha imani ya wananchi kuruhusu shughuli za biashara, elimu na huduma nyingine za kijamii kuendelea kama kawaida. Hata hivyo, wanaonya ni muhimu operesheni za kijeshi ziendelee hadi pale lolote litakapokuwa limeondolewa kabisa. Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka za mkoa pamoja na vikosi vya ulinzi, huko wakazi wa Fizi Centre na Baraka wanatarajia kwamba utulivu uliorejea utaendelea kudumu na kuruhusu maisha ya kawaida kuendelea baada ya kipindi cha wasiwasi uliosababishwa na tishio la makundi yenye silaha. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuripotiwa kwa mashambulizi mapya yaliyofanywa na waasi wa muungano wa AFC/M23 siku ya kuamkia Jumapili tarehe 26 Julai. Mashambulizi hayo yalilenga nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na wapiganaji wa wazalendo katika kijiji cha Nga na Ngerere iliyopo mpakani mwa vikundi vya Kisimba na Ikobo ndani ya sekta ya Wanianga. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, milio mikubwa risasi na silaha nzito ilisikika kwa saa kadhaa, hali lazima wakazi wa maeneo jirani kujifungia majumbani au kukimbia sehemu walizoziona kuwa salama zaidi kwa hofu ya kuasiriwa na mapigano hayo. Vyanzo vya kitawala vya eneo hilo vinaeleza kuwa wapiganaji wa wazalendo walifanikiwa kujibu mashambulizi kwa nguvu na kuzuia jaribio la waasi kusonga mbele. Baada ya mapigano yaliyodumu kwa muda, AFC/M23 walidaiwa kushindwa kuvuja ngome za wazalendo na kulazimika kurudi nyuma katika maeneo yao, hali hasa katika kijiji cha Iyula. Kwa mujibu wa taarifa zari kutoka kwa viongozi wa eneo hilo pamoja na vyanzo vya usalama, watu wawili wanadaiwa kuwa waasi wa M23 walipoteza maisha wakati wa mapigano hayo. Waasi wengine watatu walijeruhiwa, huko wawili wakidaiwa kukamatwa wakiwa hai na wapiganaji wa wazalendo.
Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu iwapo upande wa wazalendo au raia walipata hasara na ya watu wa majeruhi katika mapambano hayo. Mamlaka za eneo zinaendelea kufuatilia hali ya usalama huku tathmini ya kina ikiendelea kufanywa. Mashambulizi yanakuja wakati ambako wilaya ya Walikale inaendelea kushuhudia hali ya kutokuwa na utulivu kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za kusogezwa kwa vikosi vya jeshi, mapigano hapa na pale, pamoja na majaribio ya makundi ya waasi kupanua maeneo yanayodhibiti katika sehemu tofauti za wilaya hiyo. Kutokana na hiyo, wakazi wa kijiji cha Ngerere, Kisimba na Ikobo wanaendelea kuishi katika mazingira hofu, wakihofia kurejea kwa mapigano makali. Baadhi ya familia zimeripotiwa kuanza kuyahama makazi yao kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku shughuli za kilimo, biashara na masomo zikiendelea kuathirika kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Mashirika ya kiraia yanaendelea kufuatilia hali ya usalama katika wilaya za Walikale. Yameeleza kuwa wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi katika eneo hilo. Yamezitaka pande zote zinazohusika kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia ambao wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita. Wakati huo, viongozi wa eneo wametaka wananchi kuendelea kuwa waangalifu, kuepuka maeneo yenye mapigano na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama kuhusu mienendo yoyote ya watu wenye silaha inaweza kuhatarisha amani. Kwa sasa hali inaelezwa kuwa imetulia kwa kasi baada ya waasi kurudi nyuma kuelekea maeneo yao ya awali. Hata hivyo, tahadhari imeendelea kuimarishwa kwa hofu kwamba mashambulizi mengine yanaweza kutokea wakati wowote. Huko vikosi vilivyopo eneo la mbele vinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama katika wilaya ya Walikale. Imetimia mwaka mmoja tangu kutokea kwa mauaji ya kutisha katika mji wa Komanda mkoani Ituri, ambako zaidi ya waumini 40 wa kanisa Katoliki waliuawa wakati wa shambulizi za kutikisa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulainiwa na jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, licha kupita kwa mwaka mmoja tangu mkasa huo, hali ya usalama katika mkoa wa Ituri bado inaendelea kuwa mbaya, huku wakiendelea kuwa wahanga wakuu wa mashambulizi ya makundi yenye silaha. Mauaji ya Komanda ilibaki katika kumbukumbu za wengi kama moja mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya waumini waliokuwa wakikusanyika kwa ajili ya ibada. Watu wengi walipoteza maisha ndani ya eneo la ibada, huku wengine wakijeruhiwa vibaya. Familia nyingi zilipoteza wapendwa wao, watoto walibaki yatima na wanawake wengi walibaki wajane kutokana na tukio lililoacha majonzi makubwa katika jamii hii. Mwaka mmoja baadaye, matumaini ya kurejea kwa amani bado hayajatimia. Katika maeneo mengi ya Ituri, hasa katika wilaya ya Irumu, Njugu na Mombasa, mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Vijiji vinaendelea kuvamiwa usiku, kuchoma nyumba, kuchoma moto, mali kuporwa na mamia familia kulazimika kuyahama makazi yao wakikimbia vurugu zinazoendelea. Kwa mujibu wa viongozi wa jamii na mashirika ya kiraia, wananchi wengi wa Ituri wanaishi katika hofu ya kudumu. Wakulima hawawezi kwenda mashambani kwa uhuru, wafanyabiashara wanaogopa kusafiri kati ya vijiji, watoto wengi wakikosa fursa kwenda shule kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaeleza kuwa licha ya operesheni mbalimbali za kijeshi zinazofanywa na vikosi vya usalama, pia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na baadhi ya washirika wa kimataifa, makundi yenye silaha bado yana uwezo wa kutekeleza mashambulizi ya raia wasiokuwa na hatia. Hali inaendelea kusababisha ongezeko la wakimbizi wa ndani pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo mengi ya Ituri. Katika maadhimisho mwaka mmoja tangu mauaji ya Komanda, viongozi wa dini, asasi za kiraia pamoja na familia za waathirika wametoa wito kwa serikali kuongeza juhudi za kuwalinda wananchi. Wamesisitiza kuwa ni lazima hatua madhubuti ichukuliwe ili kuhakikisha mauaji dhidi ya raia yanakomeshwa na wahusika wote wanawajibishwa mbele ya sheria. Viongozi hao wametaka serikali kuharakisha uchunguzi kuhusu mauaji yaliyotokea Komanda pamoja na mashambulizi mengine yaliyofuata ili familia za waathirika zipate haki na ukweli kuhusu kilichowapata ndugu zao. Wamesema kuwa bali haki ya kweli itakuwa vigumu kujenga amani ya kudumu katika mkoa huo. Mashirika ya misaada ya kibinadamu nao yameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa idadi ya watu wanaohitaji msaada wa dharura. Maelfu ya familia zilizokimbia makazi yao zinaendelea kuishi katika mazingira magumu, zikabiliwa na ukosefu wa chakula, huduma za afya, maji safi na makazi salama. Kwa upande wao, viongozi wa dini wameendelea kuhimiza maridhiano, mshikamano na mazungumzo ya amani kati ya jamii zinazokinzana. Wanasema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa nguvu za silaha pekee, bali pia kwa kupitia haki, upatanisho na kuheshimiana kati ya wananchi. Wananchi wa Komanda na maeneo mengine wa Ituri wanaendelea kuishi na kumbukumbu za maumivu na tukio hilo, huku wakitumaini kuwa siku moja mkoa huo utarejea katika utulivu wa kudumu. Wengi wanasema wanahitaji si tu ahadi za viongozi, bali hatua za haraka zitakazolinda dhidi ya mashambulizi yanayoendelea. Mwaka mmoja baada ya mauaji ya Komanda, ujumbe unatolewa kwa waathirika, viongozi wa dini na mashirika ya kiraia wanabaki kuwa mmoja: kulindwa kwa raia, kupatikana kwa haki kwa waathirika, kuwajibishwa kwa wahusika wa mauaji na kurejeshwa kwa amani ya kudumu katika mkoa wa Ituri. Hadi malengo haya yatakapofikiwa, wakazi wa Ituri wataendelea kuishi katika hofu, wakisubiri siku ambayo sauti za risasi zitapitisha sauti za amani na matumaini.
Maombolezo yamegubika wilaya Lubindi mkoani Lualaba kufuatia ajali mbaya barabarani tokea jioni ya Jumamosi ambako gari kubwa ilikuwa imebeba madini ya shaba ilipinduka na kusababisha vifo vya watu kadhaa pamoja na kujeruhi wengine wengi. Ajali ilitokea takriban kilomita 5 kutoka kijiji cha Angeleka na karibu kilomita 30 kutoka mji wa Lubindi Centre katika eneo linalojulikana kwa mteremko mkali uitwao 10% kwenye barabara mpya iliyowekwa lami. Eneo linataja kuwa moja sehemu hatari zaidi kwa madereva kutokana na mteremko wake mkali unaohitaji uangalifu mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda walikuwa karibu na eneo la tukio, gari hilo lilikuwa likisafiri kutoka mkoa wa Kasai Orientale kuelekea huko Katanga likipita mkoa wa Lualaba. Wakati pofika kwenye mteremko huo, dereva alishindwa kulidumu gari ambalo alianza kwenda kwa kasi kubwa kabla ya kupinduka vibaya kando ya barabara. Nguvu ya ajali ilisababisha watu waliokuwa ndani ya gari pamoja na waliokuwa wamekaa juu ya mzigo kutupwa nje kwa nguvu. Mashuhuda wanasema eneo la tukio lilijaa vilio na taruki, huku wakazi wa vijiji vya karibu wakikimbia kutoa msaada kwa majeruhi kabla huduma za dharura kufika. Idadi ya waliofariki dunia bado inatofautiana kulingana na vyanzo mbalimbali. Kwa mujibu wa Nouvelle Société Civile Congolaise, watu 16 wamepoteza maisha katika ajali hiyo. Shirika hilo linaripoti kuwa watu 37 walijeruhiwa vibaya, huku wengine 12 wakipata majeraha kwa kiwango cha kawaida. Kwa upande wake, uongozi wa jeshi la polisi la taifa la Kongo katika wilaya Lubindi imetoa taarifa ya muda isema kwa watu 13 wamefariki dunia huku wengine bado wakijeruhiwa vibaya kwa kiwango cha kawaida. Polisi wanasema uchunguzi unaendelea ili kudhibitisha idadi kamili ya walioathirika. Majeruhi walikimbiza haraka katika hospitali ya Simenka ambako walipatiwa huduma za kwanza kabla ya baadhi yao kuhamishwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Lubindi kwa matibabu ya kina kutokana na hali zao kuwa mbaya. Miili walipoteza maisha imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu hiyo huku ikisubiri kupatiwa na ndugu zao pamoja na taratibu za majishi. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, chanzo kikuu kinachoshukiwa kusababisha ajali hiyo ni mwendo kasi ambao umefanya dereva kushindwa kulidhibiti gari alipofika kwenye mteremko mkali. Hata hivyo, uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa kulikuwa na sababu nyingine zinazochangia ukubwa wa ajali hiyo. Gari linadaiwa kuwa lilikuwa limedhibitiwa mzigo wa madini ya shaba, ambayo inafanya liwe gumu kulidhibiti wakati wa kushuka mteremko. Mbali na hilo, na Nouvelle Société Civile Congolaise imedai kuwa dereva alikuwa akiendesha gari akiwa katika hali ya ulevi. Kwa mujibu wa shirika hilo, chupa 2 za kinywaji kinachojulikana kwa jina la Kabondo zilipatikana ndani ya gari baada ya ajali ambalo limeongeza mashaka kuhusu hali ya dereva wakati wa safari. Hata hivyo, madai bado hajathibitishwa rasmi na mamlaka zinazofanya uchunguzi. Operesheni za kuokoa majeruhi ilihusisha gari la polisi la kitaifa pamoja na gari la kampuni la Semanka ambavyo vinatumika kwa kupeleka majeruhi hospitalini. Wakazi wa maeneo karibu pia walishiriki katika juhudi za kuokoa waliokuwa wamekwama ndani ya mabaki ya gari kabla ya vikosi vya uokoaji kufika. Mpaka Jumapili, shughuli za kuwatambua miili waliopoteza maisha zilikuwa bado zinaendelea, familia nyingi zikifika hospitalini kutafuta taarifa za ndugu zao walikuwa ndani ya gari hilo. Hata hivyo ilitawala na huzuni kubwa, vilio na majonzi kutokana na ukubwa wa ajali hiyo. Pamoja na ukubwa wa janga hilo, hadi kufika Jumapili hakuna kiongozi wa serikali ya mkoa wa Lualaba aliyekuwa ameambatana eneo la ajali. Hakukuwa na taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya mkoa kuhusu tukio hilo, jambo ambalo limezua maswali kutoka kwa baadhi ya wananchi na mashirika ya kiraia kuhusu mwitikio wa mamlaka. Ajali hiyo imefufua mjadala kuhusu usalama barabara nchini DRC, hususan kwa magari makubwa yanayosafirisha madini kutoka maeneo ya mgodi. Wananchi na wadau wa usalama barabarani wametaka serikali kuimarisha ukaguzi wa magari ya mizigo, kuhakikisha hayabebi mizigo kupita kiasi, pamoja na kuchukua hatua kali dhidi ya madereva wanaokiuka sheria za usalama barabarani. Kwa sasa uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo na kubaini iwapo kulikuwa na uzembe au ukiukwaji wa sheria za usafirishaji. Wakati huo, familia za waathirika zinaendelea kuomboleza wapendwa wao, huku majeruhi wakipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali za Lubindi. Hali ya usalama endelea kuzorota katika mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini baada ya mwanafunzi mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha, huku kituo kimoja cha afya kikiteketezwa kwa moto katika mashambulizi mapya yalitokea usiku wa kuamkia leo Jumatatu tarehe 27 Julai ndani ya manispaa ya Bulengera. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, watu wenye silaha walivamia maeneo tofauti ya Bulengera na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi, ambako kwa mara nyingine walikesha wakisikia milio ya risasi na kufia usalama wa maisha yao. Mwanaharakati wa mashirika ya kiraia kwa Bulengera, Richard Maliro, amesema kwa tukio la kwanza litokea katika kitongoji cha Kiingi ndani ya kitongoji cha Mkuna, ambako mwanafunzi mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wanaotajwa kuwa majambazi wenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mashambulizi yalimfyatua risasi kijana huyo na kumuua papo hapo kabla kutoweka kusikojulikana. Katika tukio jingine lilotokea siku huo, watu wasiojulikana walivamia eneo la Kamuyeye katika kitongoji cha
Kiangala na kuchoma moto kituo cha afya kinachotoa huduma kwa wakazi wa eneo hilo. Moto ulisababisha uharibifu mkubwa wa jengo pamoja na vifaa vya matibabu vilivyokuwa ndani yake, ingawa hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu wagonjwa wa hudumu waliojeruhiwa katika tukio hilo. Hadi kufika sasa, mazingira kamili yalisababisha mauaji ya mwanafunzi huyo pamoja na uchomaji wa tukio hicho cha afya bado hajafahamika. Vyombo vya usalama vinaendelea na uchunguzi ili kubaini waliohusika na sababu za mashambulizi hayo. Mashambulizi yanatokea siku mbili tu baada ya matukio mengine ya uhalifu yaliyotikisa tena manispaa ya Bulegera. Usiku wa kuamkia Jumamosi tarehe 25 Julai, watu wenye silaha walivamia nyumba kadhaa na kuwapora wakazi mali zao, aliongeza hofu na sitofahamu katika jamii hii. Kwa mujibu wa taarifa za mashirika ya kiraia, ya majira ya saa 8 usiku kulikuwa na jaribio la wizi kati ya asili ya Kasesa ndani ya kitongoji cha Kiangala. Hata hivyo, jaribio hilo limezimwa baada ya wakazi kutoa taarifa kwa viongozi wa eneo hilo ambao waliwasiliana haraka na vikosi vya usalama kilichopo Rungeba. Vikosi vya usalama vilifika kwa wakati na kufanya washambuliaji hao kukimbia kabla ya kutekeleza mpango wao. Masaa machache kabla ya tukio hilo, takriban saa 6 usiku, watu wenye silaha walivamia nyumba mbili katika seli ya Katuye, kitongoji cha Rungeda, walipora mali za wakazi 5 za mkononi pamoja na fedha zinazozidi dola 200 za Marekani kabla ya kutoroka. Mashuhuda walisema washambuliaji hao walikuwa wakizungumza kwa lugha Lingala, jambo ambalo limekuwa sehemu ya taarifa zinazochunguzwa na vyombo vya usalama. Kutokana na kuongezeka kwa matukio ya uhalifu wa usiku, mashirika ya kiraia ya Bulegera yameonyesha wasiwasi mkubwa na kuyataka mamlaka za usalama kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kuimarisha ulinzi wa wananchi pamoja na mali zao. Ishal Mariro amesema kuwa wakazi wa Bulegera wamekuwa wakiishi katika hofu kwa siku kadhaa kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi usiku, mauaji, uporaji wa kutumia silaha na vitendo vya uchomaji moto. Ametaka serikali kuimarisha doria za usiku, kuongeza idadi ya askari katika maeneo yanayoonekana kuwa hatarishi na kuwafikisha wahusika wa vitendo hivyo mbele ya sheria. Kwa upande wao, wakazi wa Bulegera wanasema hali hiyo imeathiri maisha yao kila siku. Wengi wameacha kutoka nje nyakati za usiku, kwa wafanyabiashara wakifunga shughuli zao mapema kwa kuhofia kuvamiwa na watu wenye silaha. Wakazi pia wameeleza hofu yao kuhusu usalama wa watoto wanaokwenda shule, hasa baada ya kuuawa kwa mwanafunzi huyo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya aina hiyo kunaweza kuzidisha hali ya hofu na kusababisha wananchi kupoteza imani na uwezo wa vyombo vya dola vya kulinda usalama wao. Wanasema umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama kupitia utoaji wa taarifa za mapema kuhusu watu wa mienendo inayotia shaka. Kwa sasa hali inaelezwa kuwa imerejea katika utulivu wa tahadhari, huko uchunguzi ukiendelea kuhusu matukio mawili. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yameonya kuwa bila hatua za haraka za kuimarisha ulinzi, manispaa ya Bulegera inaweza kuendelea kushuhudia ongezeko la vitendo vya uhalifu vinavyoweka maisha ya wananchi katika hatari kubwa. Aliyekuwa waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba amezua mjadala mkubwa baada ya kuonyesha ishara za kutokuridhishwa na mwenendo wa kesi na mkabili, ambako alionekana akiondoka ndani ya ukumbi wa mahakama ya juu ya rufaa kurudi kasasi wakati usikilizaji wa shauri hilo ukiendelea. Constant Mutamba alifikishwa mahakamani sambamba na aliyekuwa mratibu wa Frivao Chansare Bukolela katika kesi inayohusu madai ya utoaji wa fedha uliopangwa na ambao unatajwa kufika mamilioni ya dola za Marekani. Waendesha mashtaka wanachunguza uhalali wa malipo hayo pamoja na taratibu zinazotumika katika utoaji wa fedha hizo. Katika kikao cha mahakama kilichofanyika Jumatatu, usikilizaji wa kesi uliendelea mbele ya majaji wa mahakama ya rufaa. Hata hivyo, hali ya mvutano ilitokea wakati Constant Mutamba alipoonyesha kutokuridhishwa na mwenendo wa kikao kabla ya kuondoka ndani ya ukumbi wa mahakama huku kesi ikiendelea. Ingawa sababu rasmi za hatua yake hazijatangazwa na mahakama, kitendo hicho kimezua mjadala mkubwa miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya sheria na siasa. Baadhi wanaona kuwa huenda alitaka kuonyesha kutokuridhishwa na namna kesi hiyo inavyoendeshwa, huku wengine wakisubiri maelezo rasmi kutoka kwa wakili wake. Kesi hiyo inahusu madai ya utoaji wa fedha zinazokadiriwa kufika mamilioni ya dola kupitia Frivao, taasisi inahusika na usimamizi wa mfuko wa fidia kwa washirika wa shughuli za haramu za Uganda katika eneo la Kisangani. Waendesha mashtaka wanataka kwa mahakama kubaini kama fedha hizo zilitolewa na kufuata sheria na utaratibu zilizowekwa. Kwa upande wake, Constant Mutamba amekuwa akikana tuhuma zinazomkabili na kusisitiza kuwa ana hatia. Kupitia wakili wake ameeleza kuwa ataendelea kutumia njia zote za kisheria kujitetea na kudhibitisha kwa kukiuka sheria katika utekelezaji wa majukumu yake. Alikuwa mratibu wa Frivao Chansere Bukolela anaendelea kujibu mashtaka na uhusiana na utoaji wa fedha hizo. Mahakama inatarajia kusikiliza
kusikiliza ushahidi kutoka pande zote kabla ya kutoa uamuzi kuhusu tuhuma zinazowakabili. Kesi inavutia hisia za wananchi wengi kutokana na hadhi ya washtakiwa pamoja na kiwango kikubwa cha fedha kinachotajwa katika tuhuma hizo. Wadau wa utawala bora na mapambano dhidi ya rushwa wanasema mwenendo wa kesi hiyo utakuwa kipimo muhimu cha namna mfumo wake nchini DRC unashughulikia kesi zinazohusu matumizi ya fedha za umma. Wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa matokeo shauri yanaweza kuwa na athari kubwa katika taswira ya vita dhidi ya ufisadi nchini, hasa kwa kuwa inawahusisha viongozi wawili kushika nafasi nyeti serikalini. Kwa sababu mahakama ya juu ya rufaa inaendelea kusikiliza ushauri hilo, ukitarajiwa kusikiliza hoja za pande wa mashtaka na utetezi katika vikao vijazo. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo tarehe 17 Julai mwaka 2026. Tunapenda kuwashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Vile vile tunaendelea kuendelea kufuatilia kurasa zetu rasmi kwenye mitandao ya kijamii kupata habari zinazoibuka muda wote zikiwa sena za haraka na zenye kuaminika. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, mimi ni Telo Jilongo na kutakia jioni njema, usalama na mwanzo mwema wa usiku wa siku mpya. Vile vile kabla tuondoka ndani ya studio zetu, tuendelee kukumbusha kwamba Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chote kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo na mazungumzo yetu ya kila siku, tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi asante sana kwa kuendelea kufuatilia, tutana tena katika taarifa zetu za kesho asubuhi. Bye bye na chao, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na vile vile bariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwaherini.